nisaidie nikimbie kwa kasi. Kwa hiyo twende jambo la 4. Abraham au Ibrahim na mkewe walifanya maamuzi kwa kuangalia matokeo ya baadaye. Walifanya maamuzi kwa kuangalia matokeo ya baadaye. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 13 mstari wa 1 mpaka wa 13. Mimi nitasoma mstari wa 1 ikiwezekana na wa 2, hapo nitasoma wa 11 na wa 13. Mwanzo 13 mstari wa 1 mpaka wa 13. Mimi nitasoma kwa kurukaruka baadhi ya mistari. Biblia inasema Abraham akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kile alichokuwa nacho, na Rutu pamoja naye, mpaka kusini. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. 11. Basi Rutu akajichagulia bonde la Yordani. Rutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abraham akakaa katika nchi ya Kanani, Rutu akakaa katika miji ya bonde, akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Watu wa Mungu, hawa watu tunajua walikuwa wanatokea mbali. Rutu ni mjomba wake na Ibrahim. Rutu alifiwa na baba yake mapema. Ibrahim katika kupenda kwake mwenyewe akaamua kusafiri katika safari yake pamoja na mtoto au mjomba wake, mtoto wa ndugu yake. Wanafika mahali hawa wachungaji wa Ibrahim na wachungaji wa Rutu wanaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Ibrahimu anaamua kumwita ndugu yake na kumwambia tusigombane, chagua wapi uelekee, nami nitaelekea mahali pengine. Ingekuwa ni wewe au mimi, ungeliangalia lile bonde ambalo alikuwa anaendelea kulichagua Rutu, bila shaka usingemkubalia. Kumbuka ni mtoto tu wa mjomba wako. Lilikuwa ni bonde lenye rutuba, ilikuwa ni mahali penye majani ya kutosha, ilikuwa ni mahali ambapo mifugo ingekula na kuneemeka na kuzaliana zaidi. Lakini Ibrahim na mkewe walimwambia chagua wewe, anza kuchagua. Kwa nini? Walifanya maamuzi ambayo yana matokeo chanya baadaye. Watu wa Mungu, katika maisha ya ndoa kuna mazingira mengi ambayo lazima tutafanya maamuzi. Tutafanya maamuzi kuhusu biashara, tutafanya maamuzi kuhusu kazi, tutafanya maamuzi kuhusu marafiki, tutafanya maamuzi kuhusu huduma, kuhusu mambo ya fedha. Lakini maamuzi hayo yasipoangaliwa ndio yanayotengeneza migogoro baadaye. Migogoro mingi sana kwenye ndoa ilifika mahali pa kuamua twende upande huu au twende upande huu. Bwana asifiwe. Kwa Ibrahim hakufanya maamuzi kwa hisia. Ibrahim alifanya maamuzi kwa kuzingatia athari za familia yake. Rutu alifanya maamuzi kwa kuangalia kile ambacho alikuwa anakiona kwa muda huo. Aliona nini? Aliona bonde lilokuwa limejaa majani. Hakujali juu ya Sodoma na Gomora iliyokuwepo mahali pale pale. Hakujali ubaya uliokuwepo katika Sodoma na Gomora. Yeye aliona faida ambazo atazipata endapo kama atajifanya uchaguzi ule. Watu wa Mungu, tunapofanya maamuzi, usifanye maamuzi ambayo yataleta mafanikio ya muda mfupi, lakini yataharibu ndoa yako kwa muda mrefu. Leo hii kuna mikopo mingi kweli huko mitaani. Mingine inaitwa nyonya damu, mingine inaitwaje wewe unajua. Lakini kuna mwingine akihamasishwa tu kidogo tayari hati ya nyumba ishaitoa, tayari ashaingiza hiyo hati ya nyumba, tayari ameshapewa milioni 3. Na nyumba ukiuliza wameijenga kwa thamani gani, unashangaa wamewekaje hati ya nyumba kwa milioni 3. Hata ule mkataba wenyewe muda wa kusoma vizuri mtu haoni, anachukua mkataba, anachukua pesa, anasaini mkataba, anakabidhi. Kumbe riba yake baada ya miezi 6 ile pesa imefika milioni 20, milioni ngapi huko, nyumba inakuja kuuzwa katika mazingira ambayo ni ya uzembe kabisa. Malaumu yanaanza kuja, mama wewe ndio umesababisha, baba anasema baba wewe ndio umesababisha. Kwa kabla hatujafanya maamuzi, hebu ifikirie familia yako. Kuna rais mmoja wa nchi, siwezi kisa kumbuka ni nchi gani, lakini akasema ofisini kwa wafanyakazi wa ile serikali
aliwaambia msiweke picha ya kwangu, nataka uweke picha ya kwako na familia yako, ili wakati ukiwa unafanya kazi uwe unaiona, na yale madudu unaotaka kuyafanya uwe unafikiria juu ya watoto wako na familia yako. Unajua, unapofanya maamuzi, hebu fikiria juu ya watu walioko nyuma yako. Ukifikiria juu ya hao watu walioko nyuma yako, watu wanaokutazama, kuna mambo mengi utasema, subiri kwanza, ngoja nifikirie. Kwa watu hawa walifanya maamuzi kwa busara. Chagua upande upi? Akasema nitaenda upande huo. Sema sawa. Ibrahim akaenda upande mwingine ambao ulionekana kama wenye ukame, ulionekana kama wenye shida, lakini Ibrahim aliendelea kubaki mtu aliyebarikiwa kwa sababu alifanya maamuzi sahihi. Jambo la 5, Ibrahim na Sara walishinda changamoto za kifamilia. Walishinda changamoto za kifamilia. Ile sura ya 13 mstari wa 7 mpaka wa 8, Biblia inasema kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abraham na wachunga wanyama wa Rutu, na siku zile Wakanaani Waperizi walikuwepo wakikaa katikati ya nchi. Abrahamu akamwambia Rutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Watu wa Mungu, katika maisha tunayoingia, kama nilivyosema, huyu anatokea familia A, huyu anatokea familia B. Kuingia kwenye familia mpaka ukubaliane na hao watu, mkae bila kuvutana na migongano, ni kitu ambacho ni muujiza wa Mungu. Mambo haya yatatokea tu. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa naishi na baba yangu pale nyumbani, kwa namuuguza. Mke wangu akawa na chochea maharage, sasa yakawa kuni zimemsumbua. Tuna jiko letu la nje pale kwetu, kwa wakati mwingine tunapikia nje. Amepuliza moto mpaka imefika saa 6:30, chakula bado hakijaiva. Sasa mtoto wangu mkubwa Abel akamuuliza mama yake, akamwambia kwamba mama, mpaka sasa hivi chakula hakijaiva. Hata mama yale masumbufu ya kupika na zile moshi na nini, akamwambia chakula bado hakijaiva, na leo utakula mawe. Tutakula mawe. Asema leo utakula mawe. Wakati huo baba yuko nje anapunga nini? Anapunga upepo. Anasikia lile leo mtakula nini? Mawe. Aliyejibiwa ni mtoto wangu wa kwanza. Mama akaivisha chakula pale kwa furaha yake, akaweka mezani, akamwita baba mkwe, baba karibu chakula. Baba akasema, mama asante. Mama mwambie baba aje kula chakula. Mama naye kasema asante, leo hatutakula. Kwa hiyo akambembeleza. Baadaye mama akamwambia, leo hatutakula, tutakula mawe. Mama, mtakulaje mawe tena? Akasema, wewe si ulimjibu Abel na yule babu yake ni kitu kimoja. Kwa hiyo babu kasema, ukimjibu Abel mjibu umenijibu na mimi. Kwa hiyo ulivyomwambia tutakula mawe, maana yake ndio sisi wala mawe. Kwa hiyo leo sitakula. Watu wa Mungu, mimi nilirudi saa 4 usiku. Mama akajua labda ni mchana tu, usiku atakula. Saa 2 kikapikwa kingine, baba hakula. Kasema, mimi mawe siwezi kula. Hata mimi nilivyorudi, nimekaa pale na naona kama hali ya hewa si nzuri. Baba amepika chakula chake cha mchana akijaliwa, chakula cha usiku akijaliwa. Mzee amekomaa yuko chumbani. Kwa hiyo nikaambiwa huku kuna shida, kwa hiyo kabidi niende kasikilize shida kwanza chumbani kabla sijaenda upande wa pili. Maana naweza nikakosea kama nisiposikiliza kwanza chanzo kilianzia wapi. Mke akaniambia nijibu hivi, nikajua namsemesha Abel, lakini baba mkwe ikachukua kwamba nilimsemesha yeye. Kwa ajala mchana ajala usiku. Nimejaribu kumwomba msamaha alivyoweza, asema sisi wala mawe, tuache na mawe yetu. Nikasema sasa hii kali. Kabisa cha kufanya wewe twende kwa mzee. Kwa tukaenda paka kwa mzee, akamwambia baba, umeshindaje hapa? Salama, poleni majukumu. Anasema nzuri, lakini hapa kuna matatizo. Mke wako huyo akamwambia mwenzangu kwamba tutakula mawe, wakati mimi na wewe mwenzangu jetu la kwetu ni moja.
Kwa hiyo hatujala mchana, hatuli usiku, na kesho asubuhi hatunywi chai, na kesho kutwa nataka niondoke nirudi kwangu. Kaambia baba, naomba utusamehe. Kwa kweli mke wangu hakujua. Kama unavyojua mke wangu sio kabila ya kwangu. Yeye ni mtu wa kabila lingine. Hakuyajua haya yote. Baba, naomba umsamehe. Baba, naomba umsamehe tu. Kwa hiyo na yeye anaitikia kwa huko nyuma, nisamehe baba. Baba, nisamehe, nimekosea, sitarudia, nimejua kwamba kumbe Abel na wewe ni kitu kimoja. Sasa akasema, baba, sasa naomba unisaidie, lakini unajua utaenda kunisamehe, lakini naomba unisaidie. Sasa nikiwa na mchapa Abel, kumbe na ukiwa na mchapa umenichapa. Sasa hapa maisha ni changamoto. Hatimaye likaisha, akarudi kula chakula. Mke wangu sasa wakawa na kazi, wakikorofiana na Abel, inabidi amchukue polini huko wakayamalizane, amfute na machozi, warudi akiwa na tabasamu, lakini ameshachapwa wapi? Huko. Watu wa Mungu, kwenye familia changamoto zipo. Bwana asifiwe. Haleluya. Changamoto sio changamoto. Changamoto ni pale inapogeuka kuwa moto wa kuwateketeza. Lakini unapoamua kuzizima na zikaisha, unaendelea kwa amani na mwenzi wako. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Pata ukweli wa tatizo lililotokea, ili sio kajikuta unatetea kitu ambacho si kizuri. Pata uhalisia wa tatizo. Pata uhalisia wa changamoto iliyotokea. Kitu gani kimesababisha? Hata kama ni wewe mke, unajua umeyakanyaga, kuna mahali ukufanya vizuri, jifungue, jieleze vizuri kwa mwenza wako, ili aweze kujua hapa namteteaje mke wangu atoke kwenye hili tatizo. Lakini unapokuwa hujasema ukweli wa lile kilichotokea, unaweza ukajikuta kwamba mwenzako anasimama anakutetea, kumbe ni mahali ambapo hukufanya vizuri. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Jambo la ngapi? La 6 tunaingia. Mungu alibariki zaidi familia ya Ibrahim na Sara walipotengana na Rutu. Mungu alibariki zaidi familia ya Ibrahim na Sara alipotengana na Rutu, kama tulivyoona hapo juu kwenye sura ya 13 mstari wa 14 18. Bwana akamwambia Ibrahim alipokwisha kutengana na Rutu, hasa inua macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na upande wa kusini na magharibi na mashariki, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Baada ya Ibrahim kutengana na Rutu, ndipo Mungu alipoongeza uthibitisho wake wa ahadi zake. Na hii inaonyesha kwamba wakati mwingine kuna vitu ambavyo ni vizuizi katika ukuaji wa ndoa. Kuna vitu ambavyo ni vizuizi. Kuna mahali utafika lazima utengane navyo. Vitu hivyo vinaweza vikawa vingi, vinaweza vikawa tabia tu mbaya ambayo inawezekana hakuna anayejua kwamba unayo, lakini wewe mwenyewe unajua. Unajua kama kuna mtu huwezi kumwambia uongo, ni wewe mwenyewe. Unajua kwamba kuna kitu ambacho huenda anakifanya ambacho sio kizuri. Na wakati mwingine ni marafiki, wakati mwingine ni simu za mikononi hizi, wakati mwingine ni huduma zisizo na mipaka, na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yanaweza yakasababisha baraka fulani zikazuiliwa kwenye maisha yako. Watu wa Mungu, shalom. Kama sio hapa ni huko kwingine, lakini kuna watu kombe la dunia hili walikuwa narudi nyumbani saa 8 usiku baada ya mechi ya mwisho kuisha. Kwa nini? Ushabiki wa mpira. Kuna mtu mmoja alikuwa anapenda chama chake fulani cha siasa, mpaka alisimama madhabahuni siku ya Jumapili anaongoza ibada. Yaani badala ya sema Bwana Yesu asifiwe, akajikuta akisalimia kwa jina la hicho chama, sikitaje hapa. Kuna vitu lazima tutengane navyo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kuna vitu lazima uviache. Miaka ya nyuma kabla sijakolea hivi ndio tunaanza ndoa, tulikuwa wapenzi sana wa movie. Tusisikie series, lazima tuiangalie mpaka itaisha. Lakini leo hii ukiniangalia TV naangalia taarifa ya habari, na hiyo watoto wameweka, ama sivyo hata muda unakuta haupo tena. Kwa hiyo kuna vitu lazima utafika mahali utotengane navyo. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Jambo la 7 tunajifunza, kumbuka familia ya Ibrahim na Sara
Jambo la 7, walikuwa wabunifu ili kuinua uchumi wao. Ibrahim na Sara walikuwa wabunifu ili kuinua uchumi wao. Biblia inasema Mwanzo 12 mstari wa 10, Mwanzo 12 mstari wa 10, basi kulikuwa na njaa katika nchi ile, Abraham akashuka Misri akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Ibrahimu hakukaa tamaa alipokabiliwa na njaa. Alitafuta njia halali za kuokoa familia yake. Watu wa Mungu, shalom. Ndoa zenye amani, upendo na furaha kuimarishwa pia na uchumi unaosimamiwa kwa hekima. Pesa hii Biblia inaikiri kwamba ni jawabu la mambo yote. Ndoa hii imara, ndoa iliyothibitika na ndoa ambayo ina misingi mizuri, huwezi kuitenganisha na uchumi mzuri. Ibrahimu hakukaa wakatazamana. Ibrahimu alitafuta, naweza kufanya kitu gani ili kukwamua familia yangu? Hivyo kila mwanandoa anapaswa kuwa mbunifu, mchapakazi, mwaminifu katika kutafuta riziki, katika kutafuta pesa. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, tusikae tukisubiri miujiza huku tukikataa kufanya kazi. Tafuta kwa bidii. Wakati naingia kwenye ndoa mwaka 2003, kama nilivyokuambia jana, mimi nilikuwa mshonaji wa nguo, na pesa niliyokuwa napata ilikuwa inatosha kwa ajili ya chakula peke yake, na hauwezi kununua mavazi, huwezi kununua chochote, ni chakula tu. Tukafika mahali tukakaa kikao na mke wangu, tukasema hatuwezi kukaa hivi, lazima tutoke kwenye hii hali, na ili tutoke lazima tutumie kile ambacho Mungu ametupa kutoka pale tulipo. Kwa hiyo tukaamua kuyafanyia tathmini matumizi yetu ili tupunguze matakwa, tubaki na mahitaji. Maana kwenye matumizi kuna matakwa na kuna mahitaji. Mahitaji ya mwili ni kula chakula, lakini matakwa ni chipsi kuku. Mahitaji ni ugali hata na mlenda, limradi tumbo lifanyaje, lishibe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukaanza kupitia matumizi yetu, kukagua matakwa na mahitaji. Tukafika mahali pa kuokoa shilingi 10,000 kwa miaka ile, ambao ni mifuko 2 ya simenti kwa kila wiki. Bwana Yesu asifiwe. Tukaanza kujenga, na hapo uwe na hakika, siku nyingine nilikuwa narudi nyumbani na kutana kumepikwa uji wa chumvi. Lakini ili tupate mifuko 2 ya simenti ambayo itabaki, tuanze kujenga, tutoke kwenye kupanga. Na Mungu alipoona ile nia ya kwetu, akaanza kutusaidia kwa nia ile ile. Bwana asifiwe. Leo ninapozungumza, nyumba za kupanga ndio zinazotusaidia kusomesha watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na meneja wangu ni mke wangu. Yeye ndio anayejua huyu anaondoka lini, huyu anaingia lini, huyu anaondoka lini. Na hakuna pesa tamu kama ya nyumba za kupanga. Maana miezi 6 yani mepesi tu, unakushangaa amekuja na 900, amekuja na 700, amekuja yani kidogo tu mtu ameshakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wa Mungu, na kupenda bila pesa haina maana. Hata kama nikikufungia kwenye chumba ukapata cha kwanza na cha pili na cha tatu na cha 4 na cha 5, baadaye utatoa macho tu. Unataka nini? Ugali. Lazima utautaka ugali. Sasa ili ugali upatikane, lazima tuingie na wapi? Mfukoni, pesa ipatikane. Kwa ndoa nzuri na maokoto havipishani, ni kama uji na mgonjwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na leo maokoto yanatafutwa na wote, wanawake na wanaume. Tena wakati mwingine pesa zinawaitikia wanawake kuliko hata wanaume. Kama waamini, angalia huko barabarani wanaoendesha magari, wanawake ni wengi. Yaani kila naye kata kona unashangaa mwanamke, unashangaa mwanamke. Kila watu wapo, nenda masokoni wanauza. Kwa nini? Wanatafuta pesa. Haleluya. I loving you na kupenda na pesa vinaenda pamoja. Hivyo ndoa yenye amani, yenye furaha na upendo inaambatana na uchumi mzuri.
Hivyo lazima tuwe wabunifu. Haleluya! Unajua nilichojifunza katika mambo ya uchumi ni hiki: kwa kadri uchumi wa nyumba unavyopanda, ndipo kwa kadri kuuliza chenchi kunapobadilika. Mnapokuwa mna uchumi wa 10,000, baba anauliza mpaka 500. Ile 500 ya jana imekuwa wapi? Mbona kuna 500 ilibaki, iko wapi? Mkifikia laki unashangaa 500, 1000 haziulizi tena. Tunaenda mpaka 10,000, angalau baba kulikuwa na 10,000 hapa, iko wapi? Uchumi ukifika milioni 1, milioni 2, yani mama unaweza ukajikuta una 300,000 imebaki, baba hana habari nayo. Kwa nini? Kwa sababu amehama huku chini. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Na ili uweze kuishi mama au baba, uwe na pesa ambazo unaweza ukazifanyia maamuzi mwenyewe. Haleluya! Haya mambo ya kupangiwa mpaka sadaka, sasa hii ya mama ili sadaka ukatoe, mimi siafurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mume. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mke. Yesu sio Bwana wa Mwokozi wa ndoa. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mtu mmoja mmoja. Ndio maana tutakapofika mbinguni utasikia Mr. and Mrs. Pastor Job Sembuche waje mbele. Kule hakuna. Kule utaitwa kwa jina lako. Bwana asifiwe. Utaitwa wewe. Hata kama sina uchumi wa kujitegemea na kupambana na mwenzangu kutokana na uchumi, tukafika mahali ambapo pesa sio kitu tena. Unajua pesa anafika mahali anakuwa ni kitu kingine kama vitu vingine ambavyo vinakuepo. Haleluya! Kiasi kwamba haikusumbui kwenye matumizi. Haleluya! Jumapili unasema Bwana anafaa kukusemesha na wewe, nenda katoe sadaka hivi, na baba naye anaenda kutoa hivi, huyu anaenda kutoa hivi, na wewe anatoa hivi. Amekutana na mhitaji, mama anaweza kufungua pochi yake akamaje, kama ni ile ya kupangiwa unaweza kuifanyia hivyo. Kwa hiyo hawa wa ndugu zetu walikuwa kama ayala, wana njaa, wanasaka fursa. Wakafika mahali wakajua Misri kuna fursa. Mimi na mke wangu tumekuwa wasaka fursa. Hata leo kuna mtu mmoja alikuwa anaongea naye akaniambia hivi, kuna mahali fulani hivi huku Korogwe wanalima tangawizi. Kuna mahali pasa wanalima tangawizi. Ngambia sasa mimi nataka mtu ambaye ni mwenyeji wa hilo eneo, awe na shamba lakini hana pesa, ili yeye atumie nguvu zake na mimi nitumie pesa, afu tukiuza tuone namna tutakavyogawana. Kwa sababu ukipata mtu ambaye yuko eneo lile lile, rahisi kuiangalia, kuitunda, kuifanyaje, tutakutana baadaye kwenye kuuza. Tunajaribu kutafuta ni nini? Ni fursa ziko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Fursa ziko wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hata agano lako na Mungu, unajua Mungu pia anajua kwamba unapokuwa na fedha, hata agano lako na yeye linakuwa imara zaidi. Ndio maana katika Kumbukumbu la Torati anasema hivi, utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupe nguvu za kupata nini? Utajiri, ili alifanye imara agano. Hata kama agano la Mungu na wewe linaimarika kwa kupewa utajiri, hata agano la ndoa pia linaimarika endapo kama maokoto yatakuwepo. Bwana asifiwe. Shalom. Sijajua uko kwenye kiwango kipi cha kuulizwa mpaka shilingi 200, au umefikia mahali fulani hivi. Ni shauku ya moyo wangu ufike juu zaidi, na inawezekana. Haleluya. Jambo la ngapi tupo? La 8. Jambo la 8, waliandaa familia yao kukabiliana na changamoto. Si tu kwamba wao walishughulikia changamoto, lakini waliandaa familia, waliwaandaa vijana wao. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 14, 13 mpaka 14, Biblia inasema mtu mmoja akaponyoka, akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye amekaa panapo miaroni ya Mamle. Yule Mwamori
ndugu wa Eshkoli na ndugu ya Aner, hao walikuwa wamepatana na Abraham. Abraham aliposikia kwamba nduguye ametekwa mateka, aliwapa silaha vijana wake. Nataka uone hili neno, aliwapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake. Bwana asifiwe. Ni shauku yangu kwamba hiki kisa chote cha Ibrahimu utaenda kukipitia utakaporudi. Watu wa Mungu, Ibrahimu na mkewe waliwafundisha vijana wao kupigana vita. Kwa hiyo ndugu yake Rutu huyo ambaye alichagua bila kufikiria anachagua wapi, alienda kule akapatwa na mabaya. Ibrahimu aliwapa vijana wa nyumbani kwake, Bwana Yesu asifiwe, kwenda kupigana vita na maadui waliokuwa wamemvamia ndugu yake. Kwa hiyo waliwafundisha vijana wao kupigana vita, na leo hii lazima tuandae vijana wetu, watoto wetu kukabiliana na changamoto. Lazima watoto wetu tuwafundishe hata kufanya maombi ya ving'ang'anizi, maombi ya vita. Asubuhi tulikuwa tuna maombi pale nyumbani. Sasa kijana wetu yuko chuo, mwaka wa kwanza anaingia wa pili, chuo cha maji. Sasa tunaomba, lakini yeye sauti hatusikii. Tukamwambia ndugu yetu, maombi gani hayo ya Kipentekoste sauti haisikiki? Tukiomba maombi ya Kipentekoste inajulikana kwamba tunaomba. Wewe unaombaje kwa kunong'ona? Sasa Ibrahim alifundisha watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Hii inatufundisha kuwa familia haiandaliwi wakati wa shida. Familia inaandaliwa wakati wa amani. Haleluya. Unajua wakati mwingine tunakosea tunapowaandaa vijana eti akaishi na mume kwa mafundisho ya kitchen party. Amesukwa, nywele zinauma huku, amevaa kiatu sio saizi yake. Haya, siku hizi kuna kubana matumbo, hata kuhema hawezi. Wanakuja kwenye sherehe hawakai, kisa tumbo limeminywa mpaka ndani kama nini si kinyago gani, akifanya hivi hata mkono kunyanyua anafanya hivi. Na mko hapo mama mnamfunda. Ukifika huko watu wa Mungu, kama huku muandaa mapema kwenye vita utapata aibu. Bwana asifiwe. Shalom. Kama huku muandaa mapema kwenye vita unapata aibu. Kwa hiyo tunasema hivi, familia inaandaliwa wakati wa amani, ili wakati wa shida, wakati wa changamoto, wakati wa vita iwe ni mashambulizi tu. Kuna kanuni ya kijeshi inasema jasho jingi wakati wa amani, damu kidogo wakati wa vita. Wakati wa amani vuja jasho, wakati wa vita damu itakuwa kidogo. Watu wa Mungu, shalom. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Wanandoa tunapaswa kuandaa watoto wetu kiroho, kimaadili, kielimu na kuwafundisha kuwajibika. Mimi mara nyingi najisikiaga vibaya nikisema hivi kwamba mtoto wa mama mwenye nyumba na msichana kazi, una msichana wa kazi wa ndani wakiolewa kwa pamoja, mke ambaye anajua mambo yote ya nyumbani ni msichana wa kazi za ndani. Mama yule amemfundisha yule mtoto kukuna nazi, kuandaa watoto, kulisha mtoto, kuvaisha mtoto pampers, wakati katoto kake mwenyewe kako sebleni kanabadilisha nini? Kanabadilisha channel za TV. Akitoka hii anaenda hii, huku mama yuko bize jikoni akimfundisha mtoto wa mwenzake. Kasichana kale kakazi katataabika kwenye kazi zake, ndio kanalala, kakwanga kuamka, kamwisho kulala. Baada ya miaka 10 kanaolewa. Kakifika kule ndani hakuna kitu hakajui. Kanajua kupika, kanajua kupakua, kanajua kufua nepi, kanajua kuvalisha mtoto, kanajua kuangalia jicho la mtoto kwamba aka katoto kanaumwa. Maana alikuwa anatupiwa kwa katoto akaangalie toka kakiwa na miezi 3. Baba yuko huko na mke wake. Mtoto wa mama mwenye nyumba yuko huko anaangalia TV. Mwandae mtoto wako. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Kristo atukuzwe. Haleluya. Hivi utajisikiaje aibu siku narudishwa mtoto ambaye hajui hata kusonga ugali? Utajisikiaje? Baya. Au unakutana na mtoto ni wa kiume, mwanao anapiga simu mpaka nyumbani, baba nyumbani huko shida ni nini? Baba
mmeona mjusi, mmeona mjusi, mtoto wa kiume. Mungu atusaidie. Watu wa Mungu, shalom. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ione familia ya waliotoka kina Danieli kwenye Danieli sura ya kwanza 3 hadi 4. Hawa watu walikuwa kwenye nchi yao, ghafla wakatekwa, wakajikuta wako utumwani wote. Kama hapa tuseme wafungwa waliotoka huko wamewekwa hapa, lakini ghafla tangazo likaja likasemaje? Watafute vijana wasio na mawaa. Ngoja nikusome Danieli 1:3 mpaka 4. Biblia inasema, mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matowashi wake, walete baadhi ya wana wa Israeli, wa wana wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wazuri wa hekima, welevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika nyumba ya mfalme. Tena akawaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Kumbuka watu wanatokea huko, wameingia kwenye chumba, wanatakiwa wachaguliwe hapo. Maana yake ni kwamba walifundishwa toka walikotoka. Bwana asifiwe. Ulikuwa huu sio muda tena wa kujifunza, ulikuwa huu ni muda tayari wewe umeshawiva. Wewe ndio huyo mtu anayetakiwa, mtu mwenye maarifa, mtu mwenye ujuzi, mtu ambaye anaweza kusimama mbele za wafalme. Watu wa Mungu, shalom. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Ibrahim na mkewe walikuwa muda na familia zao, na waliweza kuandaa watoto wao, na waliweza kuwafanya watoto wao wawe vile ambavyo wangeweza kuwafanya wazazi waweze kupata pumziko. Kwa nini? Kwa sababu watoto wanaenda kupigana vita, wazazi wakiwa wanawashauri, wazazi wakiwa wanasaidia. Jambo la tisa, walimshirikisha Mungu katika changamoto zisizowezekana. Mwanzo 15 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likisema, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini mimi? Ninaenda zangu hali sina mtoto. Atakaye miliki familia yangu ni huyu Eliezeri Dameski. Akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani kwangu ndiye mrithi wangu. Neno la Bwana likamjia kusema, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Watu wa Mungu, katika ndoa zetu kuna mambo ambayo hayawezekani kabisa, hayawezekani. Nafahamu familia moja ya mtu ambaye alipoingia tu kwenye ndoa, mke wake akapata maumivu makali sana ya tumbo. Inawezekana umesikia hiyo habari. Alipoenda hospitalini akaambiwa mke wako ana shida ya kizazi. Alipoambiwa ana shida ya kizazi, wakajaribu kukitibu, lakini kwa kadri wanavyotibu ndio hali inazidi kuwa mbaya zaidi kuliko hata mwanzoni. Kwa hiyo akamwambia, kilichobaki kwa mkeo inatakiwa tutoe hiki kizazi. Je, uko tayari? Yeye akasema, mimi niko tayari. Niliingia kwenye ndoa nikimpenda mke wangu. Watoto ni zawadi anaotupa Mungu. Kwa hiyo akakubali. Mama akaingia theater, akatolewa kizazi, kikawekwa kabisa mpaka kuonyeshwa tumefanikiwa kutoa. Kama unavyoona vikaenda kutupwa. Mama akauguza jeraha, baada ya muda amepona. Wakawa wanaishi kama mwanandoa, marafiki ambao sasa wameshakubali matokeo kwamba hapa sisi bwana ni utumishi kwa kwenda mbele. Kwa hiyo ikafika mahali hata kulala nyumbani wanatega. Baadhi ya siku wanalala nyumbani, lakini siku hizo nyingi walikuwa wanalala madhabahuni, wakiombea ibada, wakijiandaa kwa ajili ya ibada, wakifunga kwa ajili ya ibada. Wamesahau kabisa kwa habari swala la mtoto.
Wao ni ibada tu na kumtafuta Mungu na kumwimbia na kumtafuta Mungu na kumtumikia. Watu wameshakubali kwamba kuna muda unaweza ukaomba kwa sababu kizazi kipo. Sasa hakipo hata hicho kizazi chenyewe. Unaweza ukafananisha jambo hili na la Hana, si ndio? Kesi ya Hana sio kwamba alikuwa tasa, alikuwa tasa na aliyekuwa amefunga tumbo ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni tasa, afu aliyefunga fungua nazo mwenyewe. Ndio maana Hana hakusumbuka na Penina. Akimtania anamwambia wewe siongei na wewe, naongea na aliyeshika funguo la tumbo lako. Uwe na hakika wale watu walikaa madhabahuni. Hata kipindi fulani ikafika mama ule tena akawa anaumwa, ajisikii vizuri. Kwa hiyo akawa anaomba mara Panadol, mara anampeleka tu hapa, anapimwa, anapata angaliwa malaria nini, mzima, anarudi nyumbani. Hawajawahi kufikiri kabisa kwamba tunaweza tukapima ujauzito. Kwa sababu unaupima hivi, unaupima kwa stori ipi? Lakini baadaye akashangaa mke wake anabadilika, tumbo linasogea, akisema Mungu wangu, sasa ule uvimbe umerudi kwa namna nyingine, kwa maana kwamba tumbo la mke wangu linajaa. Hata linajaa, lakini akamuuliza unapata maumivu, asema mimi sina maumivu. Sasa hapa tusiende kwa madaktari. Maana wakati mwingine unajua sio Pentecost na mambo yetu, kwamba wakati mwingine unaweza ukaenda kwa daktari akakuongezea tatizo kwa kukupa taarifa za ugonjwa wako. Kwa wakati mwingine mtu anaona bora nikomae na hali yangu, kama usiki maumivu basi mama hii tuendelee tu kuishi hivi, kuliko twende tukaambiwe kwamba kizazi na chenyewe kimepoa, tuache tuendelee tu kuishi hivi. Kwa akaendelea na ile hali, tumbo linaendelea kukua. Baadaye mke wake anamwambia, lakini sio tu tumbo kukua, kuna kitu huku ndani kinazunguka, kama wakati mwingine kinacheza, kinafanya Mungu, hali sio ya kawaida, kama ni pepo ili kubwa. Kwa hiyo ikabidi waende sasa hospitalini. Madaktari katika kubahatisha wakaamua kufanya ultrasound. Wanamkuta mtoto mzima wa afya ametulia kwenye ile tumbo ambalo mpaka kizazi hakipo. Watu wa Mungu, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo kwenye ndoa yako hayawezekani, kwake yanawezekana. Haleluya. Usifike mahali ukajiwekea ukomo mwenyewe, usijiwekee mwisho mwenyewe. Baba mmoja alipata ukimwi, akarudi nyumbani, hakujua, akamwambukiza mke wake na watoto wakadhaliwa wawili bila kujua kwa wameambukizwa ukimwi. Alikuwa naabudu hapa kwa kanisa la mtumishi wa Mungu hapa Mwenge hapa. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia ule ndugu alikuwa akiingia kwenye ibada ya maombi, anaomba, anapiga na kelele, Mungu wa mbinguni, wewe najua kwako yote yanawezekana. Hasa mimi hapa nina ukimwi na mke wangu ana ukimwi na watoto wangu fulani na fulani ana ukimwi. Bwana naomba uniponye. Ndio ombi lake mpaka kuna kucha. Aliomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, kila wakienda mkesha, jamaa anaenda mpaka na nguo za kubadilisha, kwa sababu zinaloana nguo akiwa naomba. Mwaka wa kwanza kaomba, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mchungaji wake akamwambia, sasa umeomba muda mrefu, uishai kwenda kuikupima ili uone kama Mungu amekuponya au bado? Akamwambia, kweli unazungumza neno, sijawahi kwenda kupima. Akamwambia, basi twende ukapime. Kwa akamchukua akampeleka hospitalini, akapimwa. Mara ya kwanza akakutwa hana ukimwi, hamna kabisa. Akaenda akapimwa tena, akaja kumwambia na mkewe, na wao akaenda kupimwa, na watoto akapimwa, wakarudia tena kupimwa. Mwisho wa siku familia nzima ikawa imeponywa kabisa, si wagonjwa tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mtenda miujiza. Watu wa Mungu, aliyetenda jana ndio huyo Mungu wetu leo na ndio Mungu wetu kesho. La 10, walikosea walipoharakisha muujiza kwa kutumia akili za kibinadamu. Walikosea kwenye ndoa yao, waliharakisha muujiza kwa akili za kibinadamu. Katika kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 4, Biblia inasema, basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona kuwa amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Kwa hiyo walipojaribu kutangulia ratiba ya Mungu,
Sara alipoona ahadi ya Mungu inachelewa kutimia, waliamua kutumia njia za kibinadamu za kumshauri Ibrahimu amuingilie Hajiri. Watu wa Mungu, njia za mkato wakati wote, njia za mkato. Unaweza usione matokeo muda ule mabaya ya njia ya mkato, lakini baadaye unaweza ukayapata matokeo hayo. Watu hawa ndoa yao iliingia doa. Bi Sara akaanza kudharauliwa na msichana wake wa kazi. Matokeo yake pia yakawa kuzaliwa kwa taifa gumu, taifa baya, taifa adui wa Israeli, hawa watu ambao ni Waishmaeli mpaka leo. Kwa hiyo naweza kusema njia za mkato zikiwa pamoja na rushwa, uzinzi, ushirikina na vinginevyo vingi sana, unaweza ukaviona kwamba vitaleta matokeo, lakini badala yake mbeleni vikaleta uharibifu mkubwa sana. Bibi zetu na babu hawa wakapata hiyo changamoto. Watu wa Mungu, hili ndio jaribu kubwa sana ambalo tunalo leo. Kwa nini? Kwa sababu leo hii watu wanataka maisha ya touch. Naona miaka ya nyuma si tulivyokuwa nimezaliwa, bila shaka na baba yangu hapa na wale watu wa zamani watakumbuka kidogo. Simu zetu zile unazungusha, si ndio? Iite wilayani, iite mkoa ni ndio iite kule unakotaka. Miaka ile. Lakini leo ni kitu cha ni kugusa tu, ni kupangusa wanasema. Kwa hiyo watu wanataka kila kitu kiwe hivyo hivyo. Wameona leo, kesho wawe na nyumba. Wakimwona mchungaji amepaki gari, na wao wanataka gari. Kwa hiyo mtu yuko tayari hata ibada asionekane, anakimbizana na pesa, anakimbizana na maisha, anataka na yeye kesho tu awe ametokea. Watu wa Mungu, maisha haendi hivyo. Amepata kazi, hafanyi kwa uaminifu, anapokea rushwa, anafanya sarakati zote anazoona ili tu afikie maisha ya kama fulani. Watu wa Mungu nao waona leo kwenye mafanikio walionayo. Nakumbuka wakati tunaoana na mke wangu mwaka hiyo 2003, tuliona familia moja wakiwa wana maisha yao, wana nyumba yao, wana magari yao, wana nini. Tukasema yani huyu mpaka amefikia uzeeni ndio ananunua gari. Yani sisi mwaka huu tunanunua gari na tunajenga na nyumba. Lakini tulivyoingia kwenye uhalisia tukajikuta vimiaka vinaenda. Watu wa Mungu, usiharakishe, subiri Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiharakishe, msubiri Mungu. Unaweza ukaingia kazini, ndio kwanza unaingia kazini, unakutana na vishawishi vya kukutosha. Huyu anataka upitishe jambo lake, huyu ni bosi anakutaka, vyovyote vile, lakini msubiri Mungu. Bora mtu aishie na pesa zake ukiwa unamsubiri Mungu. Haleluya. Mateso aliyoyapata baadaye ni makubwa. Unajua wakati mmoja nilikuwa nafundisha ndoa mahali, nikasema hivi, binti ambaye ulishindwa kumsubiri Mungu akuletea mume, ukajikuta umetembea. Maana yule ambaye sasa nilikuwa natolea mfano wake ni kwamba nilimsikiza kwenye ndoa ambayo nilikuwa namshauri. Unajua tukiwa tunafunga ndoa, unauliza wakati mwingine kijana akiwa unamtoa kwanza, ukae na binti, unamuuliza, mwanangu, haya mambo wewe ni mwenyeji, unayajua? Akisema, baba, mimi ni mwenyeji baba. Kama wangapi mwanangu? Kama 62. Kwa 62 mwanangu? Kabisa. Kama sasa mwanangu, huyu nenda kuolewa naye sio kama 62. Huyu hafanani kabisa na hao wote. Huyu inabidi umwambie Mungu akupe neema ya kufahamu. Sasa najaribu kuzungumza nini? Kwa kule kushindwa kusubiri mpaka 62 wote wakapita kwenye mwili wake. Sasa leo mlete, amepata harusi, yuko high table, afu atuombei, lakini wale 62 wote wawepo kwenye hiyo sherehe. Hali yake itakuwaje pale mbele high table? Yaani akipiga jicho kule anamkuta John, akipiga kule anakutana na akifanya ile labda
Kuna unakuta bibi harusi macho yake yote yako, unasema bibi harusi labda anaomba, lakini kumbe akitazama anakutana na yule, anakutana na yule, anakutana. Kwa nini? Kwa sababu hakusubiri. Watu Mungu, Bwana asifiwe. Na matatizo mengi sana ya ndoa wakati mwingine yanatokea hapa, kwa sababu viungo vya ndoa havifanani. Pale mtu anaposubiri hicho atakachokutana nacho ndio hicho hicho, kiwe kidogo kiwe kikubwa ni chake. Lakini pale anapokutana na hao 60 na wewe unawajua hapo, kuna wala mizizi au kuna wala nani za Kichina, kuna wanini, wapo kila aina. Mwisho wa siku ushauri wake unakuwa mgumu. Anaweza akakulalamikia, baba wa ndoa yetu sisi hivi, lakini anachoongea anarifaa kule nyuma. Watu wa Mungu, tumsubiri Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Shalom. Tuko la ngapi? 11 tunaingia 11. Walibeba wajibu wa makosa yaliyotokea kwa pamoja. Walibeba wajibu wa makosa yaliyotokea kwa pamoja. Kwenye ndoa usimsukumie mwenzako. Kwenye ndoa ni mwili mmoja. Kama kuna tatizo limetokea, pambaneni nalo wote, mvuke hapo. Usimlaumu mwenzako. Watu wa Mungu, soma hiki kisa cha Ibrahim. Soma vizuri. Aliyekuja na mawazo kwamba ingia kwa Hajiri ni nani? Ni Sara. Aliyekuja na mawazo mfukuze ni nani? Ni Sara. Huyo ingia kwa Hajiri, huyo mfanyeje? Mfukuze. Lakini uoni mahali popote Ibrahim akimlalamikia mkewe kwamba wewe ulileta mawazo, mimi nilitekeleza ulichosema, leo hii unanyanyasika, tena unasema nimfukuze. Simfukuze, Ishmael ni mwanangu. Lakini Ibrahim anaungana na mkewe, haleluya, anamwambia Ishmael na mama yake Hajiri, mlango ule pale, go. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Haleluya. Changamoto, matatizo yakitokea, yabebe na mume wako, yabebe na mke wako. Usiseme kama alivyosema Abigaili. Namjua Abigaili, najua wanamfundishaga kwamba ni mwanamke mwenye hekima. Ngoja siku moja tutakutana hapa nimchambue mpaka utamshangaa, maana mimi hekima yake sijaiona, labda wewe ukinishawishi. Lakini mimi najua anaulizwa, huyo ni Nabali, jina lake anaitwa mpumbavu, na upumbavu wa nao. Na mwanamume alivyojua kwamba mke wangu kafanya haya, unajua ndio akaazimia, ndio baadaye akafa. Leo hii wanaume walio wengi sana, mimi nakuhakikishia wewe, fuatilia. Kuna clip moja nilipoteza, nikiipata tena nitakuletea. Fuatilia. Ukiingia kwenye Google, hata kama ukiingia AI, duniani wanaozaliwa kwa wingi zaidi ni wanaume kuliko wanawake. Yaani wanawake wakizaliwa 100, wanaume wanazaliwa 103. Lakini watu wengi duniani ni wanawake na sio wanaume. Kwa nini? Wanaume wanakufa zaidi kuliko wanawake. Na moja ya kitu ambacho kinachangia wanaume kufa zaidi ni pamoja na matatizo yaliyoko ndani ya ndoa. Okay, wewe nikupe mfano huu. Mama anakosana na mwanae, siku nzima wamevurugana. Mama anatafuta kiboko anakiweka kwenye pembe, subiri baba yako afanyeje? Arudi. Baba unaporudi, mama anaanza kuchongea, yaani hapa nyumbani leo mwana kwa amefanya nani huyo, njoo hapa, lala chini, wala usisumbuke baba, kiboko hiki hapa. Unachukua unalamba viboko vya kumtosha, wakati wewe ukienda kuoga, mama anamwambia, unaona baba yako, cheze naye, na amesema utakula chakula, nitakuwekea pale nje kwenye mgomba, ukifika ule chakula. Usicheze na baba, usicheze na baba yako. Hapo mzee unajiona umefula kama simba. Ada ya shule, wewe uko bize na kazi, unatoa ada, nenda kalipe wapi? Mama nenda kalipe shule.
Mama akifika namwambia, yaani mimi nimejitolea mwanangu nije kukuona, nimekuletea na bisikuti, ada nimelipa, ona. Baba yako yuko wapi? Atanisikilize wewe watu wazima. Okay, watu wa Mungu tuwe wa kweli. Wanaokuja mijini zaidi kati ya wanaume na wanawake ni wakina nani? Kama ujui wanawake zaidi, ngoja nikamsalimie mwanangu. Kwa nini? Mtoto ana kumbukumbu ya mapito aliyopitia kwa baba yake, maumivu aliyopitia kwa baba, maviboko na kufukuzwa na kufanyaje na mengi. Unakuta mama yule ndio aliyechongea. Wakati mwingine baba huyu hata mahali pa kusema anayoyapitia hana. Hata leo hii nenda hospitalini, weka hesabu alioko hospitalini kati ya wanaume na wanawake, wengi ni kina nani? Wanaume ndio wengi. Nenda kaangalie, nenda kafanya research yako. Mwanamume ana pressure, anapiga panado kwenda kufukoa visiki. Kaangalie kina mama sasa, foleni ya madaktari, mpaka kuna madaktari bingwa wanaoitwa wa kina mama, sio hivi? Kuna daktari bingwa wa kina baba? Si kumsikia. Ukiona mwanamume ameenda hospitalini mpaka madaktari wanajua huyu jamaa anaumwa, hapa yuko hoi. Walio wengi wanapambana wapi? Pambana nyumbani. Niko hapa kukutia moyo. Mfanye mume wako aishi miaka mingi. Punguzie stress. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Punguzie stress. Punguzie. Fanya aishi miaka mingi. Na inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Ibrahimu alichofanya akasema, okay, wewe umesema nimchukue Hajiri, sawa. Wewe umesema nimfukuze, haya. Hajiri mlango ule pale. Wewe nenda. Sara njoo, baby wangu njoo. Uwe na hakika Ibrahimu alikuwa anamwazia na yule, kwa jamani yule mtoto, na Mungu kwa sababu anampenda Ibrahim alimtokelea na yule mtoto akamsaidia. Watu wa Mungu tupunguziane stress. Bwana Yesu asifiwe. Kweli unakuta wakati mwingine mtu katoka kupambana na makazi ya kutosha, akirudi nyumbani akikaa tuti, hapa nyumbani baba mwenye nyumba kaje, kodi ya nyumba inatakiwa. Mtoto pia amefukuzwa shule na makolokolo yote. Lazima tusaidiane. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Kumbuka tunajifunza kutoka kwenye familia ya Ibrahim. Twende jambo la ngapi tumalizie? Muda wetu umesogea. La 12. Walijenga utamaduni wa kukaa nyumbani. Walijenga utamaduni wa kukaa nyumbani. Mwanzo sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Bwana akamtokea Ibrahim karibu na miamori ya Mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Tamaduni ya kukaa nyumbani, kupatikana nyumbani. Watu wa Mungu, ni kweli tunajifunza kwa habari ya ndoa, lakini baadhi ya wanandoa hawatulii nyumbani. Kama hakuna sababu ya kutoka, kaa nyumbani. Tulia nyumbani kwako. Na matokeo ya kutokaa nyumbani, tumeacha watoto wetu wanalelewa na dada wa kazi na shule, au wanalelewa na TV. Na hii imetufanya tuwe na watoto wasiofanana na wazazi wao. Unafanana na watoto wako pale wanapokuona unavyokula, unavyoongea, unavyofanya yale unayoyafanya. Miaka ile ya nyuma, wakati nikienda shambani, nilikuwa nikitembea na baba yangu, anatembea na panga. Ile panga akikuta matawi njiani aliyoinamia njiani anayakata, akikuta maganda ya ndizi barabarani anayatoa. Namuona hivyo akiwa anatembea, na mimi niko pembeni namuona anavyoongea na anavyotembea. Kwa nilijifunza vitu vingi kutoka kwake, kwa vile ambavyo tulikuwa tunahusiana kwa pamoja. Watu wa Mungu, familia yako inakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Tupunguze kukaa kwenye vibanda umiza na mahali pengine. Kaa nyumbani na familia yako. Wakati mwingine baraka inakujia ukiwa nyumbani kwako, kama hapa Ibrahim alivyokaa nyumbani kwake na familia yake, Mungu akamtembelea nyumbani kwake.
Ota Mungu shalom. Kwa nyumbani pasiwe mahali pa kulala tu, iwe sehemu ya kujenga mahusiano na familia, mahali pa kutumia muda kujenga upendo na mawasiliano na uaminifu, ili kwamba tuwe na familia ambayo itafanana na sisi. Haleluya. Jambo la 13. Jambo la 13. Ibrahim na Sara walijua umuhimu wa ukarimu. Sura ile ya 18 mstari ule wa 6 mpaka wa 13. Tusome hiyo mistari yote. Biblia inasema, basi Ibrahim akaenda hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo 3 vya unga safi, ukande, ufanye mikate. Ibrahim akapiga mbio kwenda bandani, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akamiza kuiandaa. Wakaandaa, akamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitamrudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwepo nyuma yake. Bwana akamwambia Ibrahim, mbona Sara mkeo amecheka? Watu wa Mungu, hii ni safari ya malaika wanaenda kupiga Sodoma na Gomora. Wanapita wakasema, ngoja tupite kwa Ibrahim na Sara. Walikuwa kama watu tu wa kawaida, lakini kumbe walikuwa malaika, kumbe walikuwa watumishi wa Mungu. Ibrahimu alizoea kukirimu wageni bila kujalisha ni wageni wa namna gani. Walipowazuia, akachukua mwanandama mlaini wakamchinja. Mama yule akaenda kutengeneza chapati, akaenda kutengeneza na ule mwanandama, wakawalisha wale watu. Wale watu walipoanza kula, wakamwambia, yuko wapi Sara mkeo? Hawakumbariki Ibrahim na Sara kabla hawajala. Walipokula ndio wakaachilia baraka. Watu wa Mungu shalom. Uwe na hakika kwenye maisha yetu, utoaji hauepukiki. Kuna mahali hatuwezi kufika kama tusipokuwa watoaji. Na Mungu akitaka kutoa eneo A kwenda eneo B, atatafuta uingie katika utoaji fulani hivi, ili awe na sababu ya kukubariki kwenye kile ambacho anataka kukubariki. Mitihani hii ni migumu kweli, maana Mungu mwenyewe ndiye anayekuja. Sasa naamua kupita kwenye familia ya Kamote. Haleluya. Anaweza kukuletea mtu ukashangaa. Nakumbuka mtumishi wa Mungu Miti Mingi alitoa mfano kipindi fulani nilipokuwa kwenye darasa lake. Akasema hivi, alikuwa ofisini, ghafla akasikia mlango unagongwa. Akamwambia ingia, akijua ameshapita kwa secretary. Yule mtu alivyokuja ni mzee ambaye ana nguo zimechanika. Akaingia mpaka pale alipo Miti Mingi, afa akakaa. Akamwambia mchungaji Miti Mingi, nimekuja kwa ajili ya kukubariki. Akamwangalia yule mzee, huyu ananibariki, nguo zimechanika, viatu viko hivi, ananibariki mimi. Lakini pale yule mzee akasema, naomba tuombe. Akaomba, akamaliza, akamwambia basi mimi nimeshakubariki, naendelea kufanya kazi ya Mungu. Kule mzee akageuka, akaondoka, fungua mlango, akaondoka. Alivyoondoka, Miti Mingi akawa amevuta draw lake, anataka achukue pesa ampelekee yule mzee kama nauli. Anafungua mlango, anakutana na secretary. Anamuuliza secretary, kuna mzee amekuja hapa kwa ajili ya kunibariki, umemuona? Secretary anamwambia, mimi sijawahi kuona mtu kama huyo. Kama angekuja singekupigia boss kama kuna mtu anataka kukuona. Kwa mimi mtu sijui unayezungumza habari zake. Ambia labda wewe ulisinzia. Kwa akatoka nje, akatafuta alivyoweza, na hakumuona mtu huyo. Akarudi ndani, akaanza kulia. Kama Mungu, ulikujaje kwangu bila mimi kujua? Mpaka unaondoka ndio najua kwamba umenitembelea leo. Mungu akitaka akuvushe eneo moja kwenda eneo lingine, atakupitisha kwenye mtihani wa kutoa tu. Bwana asifiwe.
Unashangaa na kuja kwenye familia yako anakuambia Jumapili hii huyo jogoo mpelekee mchungaji. Unamwangalia jogoo, anasema hapana, jogoo ndio peke yake. Kumbe ile jogoo ndio limebeba ng'ombe. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Bwana asifiwe. Walipo wachinjia tu pale pale wakasema mwambie mkeo aje hapa, mwakani anapakata mtoto. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, baraka ya Mungu haiji mara mbili. Wageni wanaweza wakafungua mlango wa ajabu kwenye maisha yako. Kirimu watu, kirimu wageni. Ukiamua kutoa wewe mwanandoa, usitoe tu ili mradi, toa kwa maelekezo ya Mungu. Haleluya. Mungu anaangalia utoaji wako, akubariki, akutoe kwenye hatua moja kupeleke kwenye hatua nyingine. Jambo la 14. Jambo la 14. Mungu alishughulikia mfumo dume kwenye ndoa yao. Mungu alishughulika na mfumo dume kwenye ndoa yao. Sura 21 mstari wa 8 mpaka 12. Biblia inasema kwa habari ya mtoto huyo akakua, akatishwa kunyonya. Mtoto yule ambaye alikuwa ni Ishmaeli, kwa hiyo ikalazimika afukuzwe. Mwanzo 21:8 hadi 12. Ukisoma mstari ule wa mwishoni, Biblia inasema na neno hilo likawa baya sana machoni pa Ibrahimu kwa ajili ya mwanawe. Mungu akamwambia Ibrahimu, neno hili lisiwe baya machoni pako kwa ajili ya huyo mwana na huyo mjakazi wako. Kila akuambialo Sara, sikiliza sauti yake, kwa maana katika Isaka uzao wako utaitwa. Huu ulikuwa ni mfumo dume ambao Ibrahimu alitoka nao yamkini kwa baba yake. Unajua kwa nini nasema mfumo Ibrahimu alitoka nao? Soma vizuri wakati anaondoka Uru wa Kaldai. Biblia inasema Ibrahimu akaenda pamoja na Rutu, lakini Ibrahimu akamchukua Sara. Kwa hiyo Sara alichukuliwa kama begi, lakini Ibrahimu alichukuliwa kwa Rutu, alishirikishwa safari. Sara alichukuliwa. Amefika hapa, Ibrahimu amegoma kwamba huyu mtoto haondoki hapa nyumbani. Mungu akaja mwenyewe kumwambia Ibrahimu, msikilize mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu alishughulikia mfumo dume. Watu wa Mungu, niko hapa kukujulisha kwamba aliyekuwa amekamilika, ambaye hakupaswa amsikilize mtu, alikuwa ni Adamu wa kwanza peke yake. Adamu wa kwanza, yeye huyo alikuwa mme, aliitwa mtu. Biblia inasema huyo mtu, Mungu akamuumba mtu. Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye alimtoa nani? Ubavu. Alipomtoa tu ubavu mmoja, maana yake huyo mwanamume sio kama yule wa kwanza tena. Haleluya. Kuna kitu kimepungua katika maisha yake, anahitaji mtu mwingine amshauri mahali ambapo yeye haoni kwamba anahitaji ushauri. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, shalom. Watu wa Mungu, haleluya. Kwa nataka nikujulishe kwamba huyo mke wako uliye naye, kuna mahali anaweza kukushauri kuliko unavyofikiri. Kwenye maisha yangu nimejikuta kwamba mafanikio mengi ambayo tunayo leo, yale ambayo naona angalau sio kwamba tumefika, kuna kitu tunakitamani zaidi, lakini kile kilichotokea kwenye maisha yetu aliyekisababisha kwa asilimia kubwa ni mke wangu. Kuna mahali tulienda kwa ajili ya kununua shamba, kiwanja. Lile eneo walikuwa wanauza bei ndogo kweli, 15 kwa 15 300,000. Lakini ukivuka unapita kwenye mto, maji mpaka hapa ndio uvuka upande wa pili. Tulipofika akasema huku hakufai, lakini lazima tununue. Kwa tukanunua vipande viwili.
Baadaye yule mtu akatubembeleza, tukanunua viwili vingine. Baadaye tukanunua sasa kwa kuongeza 1%. Unajua naweza tukakatana 1% zote, lakini nikaongeza 1% nimkubalie tu. Kwani hasara hakuna hasara, tutanunua kuvukiki tacha hivyo hivyo. Kwa hiyo nikaongeza kubaliana na mke wangu. Tulinunua vile vipande mpaka vikafika 13. Likawa ni eneo kubwa tunapanda mihogo. Watu wa Mungu, mwaka uliofuata serikali ikachonga barabara iliyotoka Kisarawe kwenda Mloganzila. Kama unavyoona ile barabara ilipo, ndipo shamba langu liko hapa, barabara ile pale kubwa kiasi kwamba tunaenda na gari tunapaki hapo shambani hivi. Shamba hilo hapo. Najiuliza kipindi kile nisingemsikiliza, leo hii hili shamba lisingekuwepo. Msikilize mke wako. Wakati mwingine sauti yake inaweza ikawa nyembamba tu, baba nani hii, huo mkopo usichukue, mimi nimekosa tu amani. Msikilize mke wako. Mimi naomba tuishie hapa, maana nimeshakuchukulia muda wako mwingi.